na pia tunaamini kuwa kazi za STAA ni msingi wa maendeleo endelevu. Hivyo tushirikiane, tuwajibike na tuendelee kuwa pamoja kujenga Tanzania yenye heshima na ajira zenye STAA kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Ajira zenye STAA si anasa, bali ni wajibu wa kila taifa linalojali utu na heshima ya wananchi wake. Ni hatua kubwa kama nchi ambayo tumeipiga, ambayo ikiwa ni kama kutengeneza njia ya kwenda kuridhia ule mkataba wa ILO. Sasa ndani ya mikakati hiyo ili katika kuimarisha eneo hili la wafanyakazi wa manyumbani, kama serikali na kama nchi tumeshaandaa kanuni na tumeshazipitisha katika stage mbalimbali, ikiwemo kwenye baraza la LESCO ambalo ndio baraza lenye jukumu la kumshauri waziri mwenye dhamana wa masuala ya kazi kuhusiana na masuala mazima yanayohusiana na mambo ya kazi na kijamii, lakini na kiuchumi. Sasa katika mambo hayo yote tuliyoyafanya katika eneo hili ni njia mojawapo ya maandalizi mazuri katika kuridhia huu mkataba, ili kama nchi tutakapokamilisha hatua za kuridhia, ili tuweze kutekeleza vizuri na kuhakikisha kundi hili linapata haki zake zinazostahili kwa mujibu wa sheria za nchi, lakini na mipango mingine ya kimataifa. Decent work ni kwa kila mtu, vijana, walemavu, wanaume, wadada wa kazi, wa majumbani, wale ambao wako kwa informal economy. Kwa hivyo hii Decent Work Country program ni muendelezo wa kazi ambayo project ilikuwa imeanza kufanya. Kwa hivyo ningependa kushukuru wale domestic worker wa Tanzania for setting the space, the pace. Maana hata kuzindua hizi guideline ndio za kwanza Afrika. Kwa hivyo tunashukuru. So kazi itaendelea, sio Tanzania tu, lakini pia wengine watakuja kujifunza zile achievements za program. Sisi kama shirikisho la wafanyakazi Tanzania TUCTA tumefurahishwa sana na hatua tuliofikia sasa katika kuzindua mkakati wa ajira za STAA na kwa wafanyakazi wa nyumbani especially. Ukiangalia katika situation za siku nyingi ambazo zipo, wafanyakazi wa nyumbani kama wafanyakazi walikuwa hawaonekani. Walikuwa wanachukuliwa tu, mtu anaweza kama ajiri mfanyakazi leo akatoka kijijini, asimpe haki zake, asimpe nafasi ya kutosha, mshahara asimlipe kwa wakati. Umeona? Lakini sasa kupitia mkakati huu inatuwezesha sasa sisi kama wafanyakazi sasa kuhakikisha kwamba wafanyakazi wa majumbani ni kada kama kada nyingine zozote, na zenye pia zinalindwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo zile haki na maslahi ambayo wafanyakazi walikuwa wanakosa kupitia mkakati huu wafanyakazi watapata hivi sasa. Kwa hiyo sisi tumefurahi na tunaamini kwamba hii itaendelea kuboresha maslahi, lakini pia na haki za wafanyakazi kwa ujumla. Kwa hiyo hii pia itarahisisha utekelezaji wa Tanzania kuridhia ule mkataba, kwa sababu hatua nyingi kama za msingi